Kila mmoja aseme habari asubuhi kila mmoja. Habari ya asubuhi kila mmoja. Mungu akubariki leo. Mungu najibu maombi yako leo. Na akupe zaidi ya maombi yako kwa jina la Yesu. Uzima. Kila mmoja sema uzima. Itakuwa salama kwako. Itakuwa salama kwa roho yako na mwili wako, na itakuwa ni salama kwa familia yako. Ni salama. Ni salama. Rohoni. Rohoni. Ni salama rohoni mwangu. Imba kwa sauti nzuri asubuhi. Salama rohoni rohoni. Rohoni mwangu. Mungu nathibitishe hilo katika maisha yako kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku njema, siku bora, siku ya matarajio makubwa. Na Bwana, ninaomba ya kwamba matarajio ya watu wako hayatazuiliwa kwa jina la Yesu. Timiza shauku zao, jibu maombi yao, gusa na geuza kila maisha, na tenda mema katika kila maisha kwa jina la Yesu. Bwana, mahali penye ugonjwa pakawe na uponyaji, mahali ambapo Bwana kuna taharuki kukawe na shwari, na mahali ambapo kuna hofu, Bwana, ninaomba ukaondoe hofu zote kwa jina la Yesu. Watu wako watakuwa ni ya washindi. Asante Bwana, najua umekwisha kujibu. Kwa jina la Yesu. Tunarudi katika Warumi sura ile 8. Warumi 8:11. Tazama nguvu ya ufufuo ya Kristo, na namna hiyo nguvu inavyogusa na kuleta uzima katika maisha, uponyaji wa mwili na afya ya mwili. Nguvu ya ufufuo na ule uzima utokanao na nguvu yake ya ufufuo. Warumi sura ile 8:11. Lakini kiwa roho yake yeye wafu anakaa ndani yenu, roho yake, roho ya wafu akikaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu ataiuisha na mimi, ataiuisha kama ufufuo, na atauisha mili yenu. Maroho na kana atakuisha. Anasema kuna nguvu ya roho, nguvu ya ufufuo iliyemfufua Kristo kutoka katika wafu, na kila kilichokufa, kinachokufa katika mwili wako kitauisha leo kwa jina la Yesu. Uzima, uponyaji, afya na uzima utokanao na nguvu ya kufufuka kwake. Mambo matatu na tazama.
Jambo la kwanza, ahadi ya uzima na afya. Ahadi ya uzima na afya. Jambo la pili, maombi ya uzima na uponyaji. Uponyaji uko pale kwa kila mmoja, na tunaomba, na tunapoomba Mungu anajibu maombi, na unapona hata asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Maombi kwa ajili ya uzima na afya. Jambo la tatu ni kuhifadhiwa kwa uponyaji kupitia utakatifu. Unahifadhije uponyaji wako? Unahifadhije uzima wako? Unahifadhije miujiza ambayo Mungu anaifanya katika maisha yako? Ni kupitia maisha matakatifu, mtazamo wa utakatifu na mwenendo wa usafi na asili ya usafi, na ndivyo unavyohifadhi uzima kupitia utakatifu. Turudi katika kipengele cha kwanza, ahadi. Hii ahadi ni kwa ajili yako, na hii ahadi itatimia, na atakuweka huru dhidi ya kila aina ya ugonjwa. Atakuweka huru, ataniweka mimi huru dhidi ya lolote lilo la kinyume katika maisha yako kwa jina la Yesu. Tazame ahadi sasa. Jambo la kwanza, ahadi ya kupatiwa uzima na afya. Kutoka 15 mstari wa 26. Kutoka 15:26 pale anatuambia. Kutoka 15:26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Anatupa sharti ya kutimia kwa ahadi yake. Anasema kama utasikiza sauti ya Bwana, kama utafanya hivyo kwa bidii, hatoruhusu lolote lile la kinyume lije juu yako. Na kila neno ambalo ametuambia, na kila neno ambalo ametuambia la toba, neno la kuwa na imani katika Kristo, na neno la urejesho, uwisho, na neno la uamsho, kama tutasikiza hiyo sauti ya Bwana na kufanya sawa sawa na jinsi alivyotuahidi, anasema sitatia juu yenu. Na nadai hiyo baraka, nadai hiyo ahadi. Sema nadai hiyo ahadi, naipokea, na hakuna magonjwa atakayokuja juu yako kwa jina la Yesu. Na anasema kwa kuwa mimi ndimi, sio nilikuwa, nitakuwa. Anasema mimi ndimi wakati huu wa sasa, mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hiyo ni ahadi ambayo walipewa wana wa Israeli. Ndio ahadi ambayo anampa kila mmoja leo. Na Isaya sura ile ya 53. Isaya 53 mstari wa 4. Isaya 53:4 anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, ametweka huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Alikuwa anazungumza juu ya mateso ambayo Kristo atayapitia, na anasema kusudi ya hilo la yeye kupigwa ni kwa sababu ya makosa yetu. Na anasema bali alijeuliwa kwa makosa yetu, mstari wa 5, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na anatuambia nini pale mwisho? Kwa kupigwa kwake, mateso aliyoyapata, kwa kupigwa, mapigo ya maumivu, mapigo ya adhabu yaliwekwa juu yake. Anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sema mimi nimepona. Umepona kwa jina la Yesu. Yeremia sura ile ya 30. Yeremia 30:17. Yeremia 30:17. Yeremia 30:17, maana nitakurudishia afya. Hebu na nisikia amina ya kishindo. Atafanya. Hakuna kinachoweza kuzuia. Shetani hawezi kuzuia. Mapepo hawezi kuzuia.
Na laana ya mwanadamu, mwanamke, mwanamume anayekulaani haiwezi kuzuia hilo. Lolote lilotokea huko nyuma haliwezi kuzuia. Lolote lilokuzunguka linajaribu kuzuia hili haliwezi. Anasema mama, nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Amina. Jeraha za ndani ambazo zionekane atapona. Jeraha za nje zinazoonekana ataponya. Na aina yoyote ile ya jeraha ambayo inatokana labda ni ya saratani ataponya hiyo. Na hii ni asubuhi yako. Nasema hii ni asubuhi yangu, jitabirie mwenyewe. Anasema nitaponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambaye hapana mtu autakaye. Lakini Mungu nashukuriwe kwa sababu wakati wako wa uponyaji umewadia. Yeremia sura ile 33. Yeremia 33:6. Yeremia 33:6, tazama nitauleta afya. Hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi kuponya. Mungu anasema kila mlima atauondoa, kila ugonjwa ataponya, na kila maradhi atayaondoa. Anasema tazama nitauletea afya na kupona. Anasema nami nitawaponya. Amina. Nami nitawaponya. Nitawaponya wakina nani? Nitawaponya wapi? Nitawaponya hapo. Wale walio mbele yangu, wale walio upande ule mwingine, nitawaponya wote. Na anasemaje? Anasema nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Sasa wakati ule umekaribia mno. Uponyaji unakufuatia wewe, na ukombozi unakutafuta wewe, umeketi wapi? Na uponyaji unakujia. Nasema unakujia, na ithibitishwe kwa jina la Yesu. Mathayo sura ile ya 8. Mathayo 8:16. Mathayo 8:16. Hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo, wengi wenye pepo. Anatuambia pale akafanya nini? Aliwatoa wale pepo, akawatoa kwa neno lake, kwa neno lake. Na hilo neno linakujia leo. Na anatuambia akawaponya wote waliokuwa hawawezi. 17 ili litimie lile neno lilonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 14. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 14. Sema yeye mwenyewe Yesu. Yeye mwenyewe Yesu. Sio mtu wa dini, bali Kristo mwenyewe. Yeye mwenyewe Kristo alitwaa dhambi zetu ili sisi tuwe wafu kwa mambo ya dhambi na tuishi kwa ajili ya haki, ambaye kwa kupigwa kwake nyinyi mlipona. Mmepona, na ni wewe tu unahitajika kuinuka na kutwaa ule uponyaji, na huo uponyaji unakujia. Jambo la pili, ahadi, maombi kwa ajili ya kupokea uzima na afya, uzima na uponyaji. Anatutarajia tuombe na tutafute uso wake, ili yale ambayo ametuahidi kwa maombi na imani tunadai. Tazama Zaburi 107. Zaburi 107 na mstari wa 17. Zaburi 107:17. Sema wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao na kwa sababu ya maovu yao hujitesa. Yawezekana umekuwa ukishangaa, unajiuliza kwa nini kuna hili na lile katika maisha yako? Kwa nini kuna shida hii katika mwili wangu? Ukichunguza kwa umakini,
na ukachimba kwa ndani kwa umakini, ukitazama maisha unayoishi, utaweza kugundua ya kwamba kuna maovu. Unaweza ukagundua ya kwamba kuna kutokujali, na mara nyingine ni kutokujali kwa kiafya ambako hatuhusiki nako kwa umakini, na kwa sababu ya hilo mateso yanakuja. Hayo mateso Bwana atayaondoa leo. Nasema mstari wa 18, nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti. Mstari wa 19, wakamlilia Bwana katika dhiki zao. Ina maana waliomba, na asubuhi ya leo utaomba na utataja tatizo lako asubuhi ya leo, na Bwana ataondoa maradhi hayo yote kwa jina la Yesu. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, katika changamoto zao, katika mateso yao, katika magonjwa yao, akawaponya na shida zao. Alifanyaje hivyo? Mstari wa 20 anatuambia, ulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Alifanya wakati ule, na anasema mimi ni Mungu, sibadiliki. Nguvu yake haijabadilika, na huruma zake hazijabadilika, na udhirisho wa ukuu wa miujiza yake haujabadilika. Na hii ni asubuhi yako. Nimesema hii ni asubuhi yako. Tazama Hesabu sura 21. Hesabu 21 na mstari wa 4. Hesabu 21 anatuambia pale, Hesabu 21:4, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Unajua kuna baadhi ya watu badala kulitazama neno la Mungu, kumtazama Yesu, kutazama ahadi za Mungu, wanatazama njia. Wanatazama ugumu wa njia, na wanatazama mteremko mkali katika ile njia ambayo wanaiendea. Na kwa sababu ya kutazama hayo, wanavunjika moyo, wanakufa moyo. Na kule kufa moyo kuna wasukuma sasa kufanya jambo lisilo juzu. Na mstari wa 5, watu wakamnungunikia Mungu. Hebu fikiria, Mungu alifanya mengi katika maisha yao, na akawaepusha na magonjwa hatari na magumu mbalimbali, lakini sasa wanamnungunikia Mungu na Musa. Fikiria hilo. Mungu aliye mbinguni alifanya mambo ambayo hakuna mtu angefanya kwa ajili yao duniani. Musa alifanya mambo mengi ambayo hakuna mtu ambaye aliwafanyia, na wakati wa kufa moyo wakamnungunikia Mungu aliye mbinguni na Musa aliye duniani. Wakasema, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji. Tazama hawa watu, hawa ndio watu ambao Mungu alimwambia Musa aupige mwamba kabla wakati huu, na ya kwamba maji yatatoka, na maji yakatoka kwa ajili yao toka katika ule mwamba. Na sasa wanasema hakuna maji wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu, maana kutoka mbinguni. Na tunaambiwa pale mstari wa 6, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Uwe mwangalifu dhidi ya ulimi wako, na hautokufa kabla wakati wako. Maneno ya hasira, maneno ya ghadhabu, maneno ya wasiwasi, maneno ya taharuki, maneno ya sengenya, na maneno ya kikatili, na maneno ya ugomvi,
yanaleta matatizo juu ya maisha yetu. Na maneno kama hayo yanayozungumzwa, yawe yamezungumzwa na watumishi au washirika, yawe yamezungumzwa na watu waliotukuka wenye mamlaka, yamezungumzwa na watu ambao ni wa kawaida, maneno ya hasira na ghadhabu huleta matatizo. Tazama mstari wa 6. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Mstari wa 7, watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu. Ukiri au ukitubu, toba inaleta uponyaji. Amen. Wakaanza kutubu ya kwamba tumemnung'unikia Mungu. Na wewe hukuwa tu ukiri wa kawaida, ilikuwa ni toba, ilikuwa ni urejesho. Najua katika maisha yetu hatutakiwi tu kuwa tunafunika visasi na hasira. Katika maisha yetu hatutakiwi kuwa tunaficha ile hukumu. Na dhamira yako inakuambia kwamba ulimi wako unakukengeusha, na kwamba maisha yako na mwenendo wako unakengeuka. Ukisikia hilo unatubu, unafanya matendo ya pasayo toba, unafanya urejesho. Na wakamwambia Musa, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana. Na maombi yatakapofanywa asubuhi ya leo, Mungu atagusa maisha yako, atagusa roho yako, atagusa nafsi yako, na atagusa mwili wako. Nipe amina nzuri pale. Wakamwambia, utuombee kwa Bwana tuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu, na Bwana akamwambia Musa, mstari wa 8, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo atafanya nini? Aitazamapo atafanya nini? Ya kwamba kila aliyeumwa na nyoka aitazamapo ataishi. Tunaambiwa mstari wa 9, Musa akafanya nyoka ya shaba, kaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipomng'atwa mtu yoyote. Nikikutazama wewe ukiwa labda umeng'atwa, yoyote yule, nataka nitazame huyo mtu yoyote ni nani. Natazama hapa, mtu yoyote, iwe ni tajiri, iwe maskini, iwe ni mgeni kati yetu, au ni mtu wa mara kwa mara katika mikutano yetu, wanawake, wanaume, vijana, watu wazima. Kama nyoka angemng'ata hawaye yoyote, iwe ni mtendakazi, mshirika, iwe ameng'atwa hawaye yoyote, iwe ni mtu ambaye ameshtoka katika kazi ya Mungu 100%, mtu wa kawaida, anasema alipoitazama ile nyoka ya shaba, huyo mtu anafanyaje? Anaishi. Utaishi. Nasema utaishi. Utaishi. Yeremia 17, Yeremia 17:14. Yeremia 17:14. Haya ni maombi. Maombi ya kupata uzima, maombi ya kupata afya. Yeremia 17:14. Uniponye e Bwana, nami nitaponyeka. Naona maombi yalivyo rahisi. Uniponye e Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe, nami nitaokoka. Kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu. Utamsifu Bwana, utashuhudia. Bwana atakugusa na kuondoa hayo matatizo yote, ikiwa ni majibu ya maombi yako, na utamsifu Bwana kwa jina la Yesu. Waraka wa Yakobo sura 5
Waraka wa Yakobo sura ile ya 5:14. Waraka wa Yakobo 5:14. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta. Hiyo ni ishara, mafuta hayo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Wampake mafuta kwa jina la Bwana. 15. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Mungu hashindwi. Maombi hayashindwi. Maombi ya imani hayashindwi. Na hayo maombi hayatoshindwa katika maisha yako. Na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Bado anatuambia kwamba haki ndio msingi hasa wa uzima. Unataka kupona, unataka kuwa mzima, na unataka ubaki kuwa mzima, ubaki na afya. Nasema kama dhamiri yako inakuhukumu juu ya kosa lolote, jambo lolote, iwe ni dhidi ya mkeo, iwe ni dhidi ya mmeo, iwe ni dhidi ya mshirika wa kanisa, iwe ni dhidi ya mtendakazi, iwe ni dhidi ya kampuni, kama Roho wa Mungu anakushuhudia dhidi ya kosa lolote, jambo lolote ambalo hukupaswa kufanya, iwe ni dhidi ya maeneo yako ya kazi, unaungama kwanza kwa mamlaka husika, na tunaombeana ili tupate kupona. Mstari tunaendelea pale. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Na haya maombi yatafaa asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Tunatazama sasa kuhifadhiwa. Kuhifadhiwa kwa uzima kupitia utakatifu. Kuhifadhiwa kwa uzima au kwa afya kupitia utakatifu. Kutoka 15. Kutoka sura ile ya 15 na mstari wa 26. Kutoka 15:26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Tazama huo mstari vizuri. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Hiyo ni maana yake ni, huo ni utakatifu. Unashikilia neno lake. Unashikilia neno lake. Unapofanya hivyo na ukasema lile neno limenenwa, na sitoliacha lile neno lianguke bure, na ukalishikilia neno la Mungu, na uponyaji utakuja kwako kupitia lile neno. Sijasikia watu wakisema amina. Na kushikilia lile neno. Mithali sura ile ya 4 mstari wa 20. Mithali 4:20. Mithali 4:20. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, usizisikie kauli zangu. Anasema zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao, na afya ya mwili wao wote. Huo ni muunganiko kati ya uponyaji, afya, uzima na kushikilia neno lake. Muunganiko kati ya uzima na utakatifu.
Hilo ndilo neno linalofungua mlango wa yeye anayeteswa. Isaya 58. Isaya 58 mstari wa 6. Unataka ubaki ukiwa na afya. Mambo yoyote yale ambayo umeyafungia ndani yako, ndani ya moyo wako, na watu uliowatesa, na umewafunga kwenye chumba cha ndani cha ukatili, lazima ufungue mlango kwa hao ambao umewafungia hapo. Isaya 58 mstari wa 6. 58 Isaya 6. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa? Waweke huru katika akili yako, waweke huru katika maisha yako. Tabia za aina yoyote hizo na mwenendo wowote ule ambao umekuwa ni tishio kwa watu, na mwenendo unawatisha watu, fungua ule mlango wa mateso, waache huru. Hao waliyeteswa wawe huru, ili uweze kuvunja kila nira. Na anasema mstari wa 7, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu mmoja nawe. Siwe ni mtu wa kufunga mlango na wazuia watu wawe nje, waache watu wawe huru, ili mateso yasaulike katika familia yako. Na ukifanya hivyo, matokeo ya matendo hayo ni nini? Mstari wa 8, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Sijasikia amina pale. Anasema ili uwe na utakatifu, shikilia neno la ahadi, neno lenye nguvu. Unashikilia lile neno kwa bidii, ile sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, na unakuwa makini kwa lile neno. Neno la utakatifu hatimaye litafungua mlango dhidi ya watu wanaoteswa, na watu watakuwa huru. Kwa hiyo unamtazama Bwana. Hesabu, nimekusomea Hesabu 21. Unamtazama Bwana. Yeye ni tabibu mkuu, ni mponyaji. Yeye ndiye aliyeondoa dhambi zetu pale Kalvari, na kagongomelea dhambi zetu msalabani. Unamtazama Bwana, tabibu mkuu. Hesabu 21, Hesabu sura 21 mstari ule wa 8 na wa 9. Hesabu 21 8, 9 anatuambia pale, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, kaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo na itazama ataishi. Sitazame vitabu vya kitabibu tu, sitazame uvimbe ule wa hali ulio nayo, sitazame namna ulivyong'atwa. Mtazame Bwana. Anasema atakapomtazama Bwana ataishi. Mstari wa 9, Musa akafanya nyoka ya shaba, kaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Na ndilo ambalo Kristo alikuwa analizungumzia katika Yohana sura ile ya 3. Yohana sura ile ya 3:14. Yohana 3:14 pale. Yohana 3:14 tunaambiwa, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Utakuwa na uokovu, utapata uponyaji, utapata ukombozi. Na sauti yako naona imekuwa yenye uchovu, haujasema amina. Anasema utaishi, unamtazama yeye.
na yeye ndiye analituma neno lake na anawaponya wote. Anasema tuma neno lako tu na mtumwa wangu atapona. Neno lile na lifungue mlango wa wale ambao wamezuiliwa. Ondoa ule ukatili kwenye moyo wako. Mtazame Bwana. Natazama lile neno healing. Tumetazama H, tumetazama E, tumetazama AI, LI. Sasa anazungumza juu ya maombezi. Usiwe tunasema tazama shida yangu, tazama hii na kadhalika. Unakuwa tu binafsi, unakuwa mchoyo, unajitazama wewe tu, unatazama hali yako kila wakati, unajitazama wewe tu, na tatizo lako linaendelea kwa sababu ya ubinafsi na kuwa mchoyo, na unajizingatia wewe tu. Hiyo hali ukufanya tatizo lako lidumu. Lakini unapoacha kuwa na hali ya ubinafsi na unawaombea wengine na unawakumbuka wengine, unapoomba kwa ajili ya wengine, miujiza yako itakuja. Nasema unapoombea wengine, miujiza yako inakujia. Unawaombea wengine. Tazama Ayubu 42. Najua tatizo alilokuwa nalo Ayubu, na vidonda mwili mzima na maumivu, na kulikuwepo na majadiliano na malumbano yanaendelea hapa na pale, lakini uponyaji haukuja kwa sababu ya yale malumbano. Ayubu 42 mstari wa 10. Tazama mstari wa 10. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu, akauponya ugonjwa wa Ayubu, akaondoa maradhi ya Ayubu. Alipoacha kujitazama yeye tu, alipoacha kujiombea yeye tu asubuhi, na alipoacha kulalama na kulalamika, alipowaombea rafiki zake, ndipo Bwana akageuza ule uteka. Lakini pia tunaambiwa Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Waombee wengine. Lakini ile mtaje Bwana kuwa ndiye tabibu wako mkuu. Mtaje. Yeye ni tabibu wa karibu na amewaponya wengi. Haijalishi una tatizo la aina gani, una changamoto aina gani unayoipitia. Na walipomtambua Bwana kuwa ni tabibu wao wa karibu, walipomtaja, ndipo walipopata uponyaji. Na wewe unapomtaja jina la Yesu litakuponya. Unapolitaja jina la Yesu litakuponya. Mtaje kuwa yeye ndiye tabibu wako. Tazama Matendo ya Mitume sura ile ya 3. Matendo ya Mitume 3:6. Matendo ya Mitume 3:6. Matendo ya Mitume 3:6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Akamwambia, tazama huku, mimi nina kitu. Asubuhi ya leo tazama huku mbele, mimi nina kitu. Na kwa sababu nina kitu, kuna mtu anatarajia nilicho nacho. Ninaye Yesu. Ninaye Yesu, ni mwokozi wangu, ni mkombozi wangu, ni mponyaji wangu, na ninalo jina lake. Na hilo jina lake asubuhi ya leo ninalo. Na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Alafu nini kilitokea? Simama uende. Tazama mstari wa 16. Na kwa imani katika jina lake, na kwa imani katika jina lake, mtaje kwa yeye ni tabibu wako mkuu. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu. Utakuwa na nguvu asubuhi ya leo. Mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu nyinyi nyote.
mbele yenu nyinyi nyote uponyaji umekuja. Na ile H lishikilie neno lake. Unapofungua ule mlango ukamtazama Bwana na ukaomba kwa ajili ya wengine na ukamtaja yeye kuwa mponyaji wako, kuwa tabibu wako, na ile hii unatarajia kupona na wewe. Unatarajia. Taraja lako asubuhi ya leo ni lipi? Na kuuliza, unataraja gani asubuhi ya leo? Unatarajia kupona. Tazama Matendo ya Marko sura ile ya 5:25. Marko 5:25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu kati ya watu wengi, kati ya umati mkubwa, tunaambiwa alifanya nini? Alipita kati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, kwa sababu alikuwa alitarajia, na akajiambia, kama nitagusa pindo la vazi lake nitapona, nitakuwa mzima, nitapona. Hilo ndilo taraja. Mstari ule wa 29, mara chemi ya damu yake ikakauka. Tatizo la miaka 12 likakauka, na tatizo lako litakauka leo, litatoweka leo, na virusi hivyo vyote vya saratani vitakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Na hilo ndilo lilikuwa taraja lake, na akapata lile alilolitarajia. Tarajia kupona na uponyaji wako unakuja. Yeremia sura ile ya 29. Katika Yeremia sura ile ya 29:11. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11, maana najua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nini? Kuwapa nyinyi tumaini. Kama una tumaini la aina hiyo, niambie, Mungu anasema kuwapa nyinyi nini? Tumaini siku zenu za mwisho. Lakini ile S, usitende dhambi tena. Yohana sura ile ya 5. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 8. Yohana 5:8. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima. Utakuwa mzima lini wewe? Mara leo, sasa hivi. Mara yule mtu akawa mzima. Tazama 14. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Usitende dhambi tena. Ni dhambi ndio ileta tatizo hilo juu yako. Usitende dhambi tena. Umekuwa ukikimbizana na wanawake na wanaume, umepata magonjwa hayo, na Bwana sana kwenda kuponya. Usitende dhambi tena. Umekuwa ni mtu uliyejaa ghadhabu na hasira, na kwa sababu ya aina ya maisha uliyokuwa nayo, na umekuwa na mashinikizo mbalimbali, na aina hiyo ya ghadhabu na hasira ilikufanya ufanye mambo mbalimbali ya ajabu. Usitende dhambi tena, jambo baya lisije likakupata tena. Bwana atakupa neema. Hautotenda dhambi tena. Nipe amina nzuri. Na ile S tena, mtumikie Bwana.
Kutoka 23. Kutoka 23:25. Kutoka 23:25. Kutoka 23:25. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kutoka katika viungo vyako vya ndani Bwana ataondoa ugonjwa. Taondoa ugonjwa kutoka katika macho yako. Taondoa ugonjwa wa macho. Na kutoka katika mifupa yako Bwana ataondoa ugonjwa kwenye mifupa yako. Sema, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, kwa sababu unamtumikia Bwana. 26. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitazitimiza, na hesabu ya siku zangu, jitabirie mwenyewe, Bwana atazitimiza. Hakuna atakayeleta kifo kabla ya wakati. Hakuna nguvu yoyote, iwe ni juu, kwenye mawingu, baharini, kutoka mahali popote pale, hakuna atakayesitisha uhai wako. Shikilia neno lake. Fungua mlango kwa ajili ya hao uliowafungia ambao wanateswa, na umtazame Bwana, waombee wengine, na yeye umtaje kuwa ni mponyaji wako mkuu, na tarajia muujiza wako leo, na usitende dhambi tena, na jambo baya lisije likaja juu yako, na umtumikie Bwana, na Bwana atakuponya leo. Nasema ombeni nanyi mtapewa. Na leo utaomba kana kwamba upo peke yako katika ukumbi, anayeambiwa na Bwana, omba nawe utapewa. Tafuta nawe utapata, na utapata. Taraja lako litatimia, shauku yako itatimia. Bisha na mlango utafunguliwa kwa ajili yako. Kuna ufunguo unaofungua milango ya uponyaji kwa ajili ya uponyaji wako, ukombozi wako na miujiza ya Mungu. Bisha mlango wake na miujiza itakuja na kufuata wewe, maana kila ombaye hupokea. Watu wangapi watakayepata? Kila aombaye. Nasema watu wangapi watapata? Ni watu wangapi ambao watapokea asubuhi ya leo? Kila atakayeomba, yeye aombaye upata. Yeye awe ni kaka, awe ni dada, yeye anayebisha ule mlango, kaka, dada, mlango utafunguliwa. Na ninausogelea ule mlango wa Mungu mkuu, na muujiza wangu unanisubiria, uponyaji wangu unanisubiria, ukombozi wangu unanisubiria. Na ninausogelea ule mlango na ninabisha. Sibishi kwa muda mrefu, mlango unafunguliwa, uponyaji wangu unatoka na naupokea. Na ninafurahia kuanzia asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Je, kuna mtu yoyote atakayebisha ule mlango? Kuna mtu yoyote atakayeomba? Kuna mtu yoyote atakayetafuta? Hebu inuka kwa miguu yako, muujiza wako unakuja. Omba, tafuta, utapata. Omba, utapewa. Hakuna atakayesazwa. Hakuna anayesazwa. Kila mmoja, kila anayeomba, iwe ugonjwa umekuwa pale kwa muda mrefu, ni mkubwa ni mdogo, iwe ni tatizo la muda mfupi muda mdogo, iwe ni ugonjwa wenye tiba usiokuwa na tiba, Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Mungu ni Mungu mwenye mamlaka, na Mungu anakuambia wewe leo, omba, omba. Omba nawe utapewa. Tafuta nawe utafunguliwa. Na mlango ule unakwenda kufunguliwa kwa ajili yako. Ule mlango utafunguliwa kwa ajili yako. Elewa. Shikilia neno lake. Siruhusu neno la Mungu likuponyoke. Ni wakati wa kuomba. Simama kwa miguu yako na utapokea lile neno. Lishikilie. Ugonjwa wa Wamisri, magonjwa na saratani za Kimisri, na ugonjwa wa kifua kikuu wa Wamisri, na uwazimu hautokuwa juu ya maisha yako.
Anasema mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Uponyaji upo tayari asubuhi ya leo. Uponyaji upo tayari asubuhi ya leo. Omba nawe utapewa. Kama wewe unatesa watu, unawatisha watu, unawafanya watu wawe na hofu, unawalazimisha watu wewe watumwa wako, fungua ule mlango, wafungulie watu. Siwatese watu, waache watu wawe huru. Unapoweka watu wengine huru, na wewe utakuwa huru. Hauwezi kuwa unawatesa watu wengine na ukadhani wewe utakuwa huru. Ni wakati wa kuomba popote pale ulipoomba. Usiwatese watu wengine alafu wewe ukatarajia kuwa huru. Waweke watu wengine huru. Waruhusu watu wawe huru. Na hatimaye umtazame Bwana. Mtazame Bwana. Yeye ameinuliwa juu. Ametukuka juu, na kila anayemtazama Bwana ataishi. Kila anayemtazama Bwana. Kila anayemtazama Bwana ataishi. Anasema mtazameni Bwana enyi misho ya nchi. Mtazameni Bwana. Mtazameni Bwana nanyi mtapona. Anasema mtazame mimi enyi misho ya nchi nanyi mtakombolewa. Waombee wengine. Wape ahadi watu wengine. Watakie wengine heri. Watakie wengine furaha. Watakie wengine kuinuliwa. Omba kwa ajili ya watu wengine. Ayubu yawezekana alihifadhi vinyongo. Aliwasema, wamenilaumu, wamenibeza, wamenishtumu, hawakuonyesha huruma kwangu, wamenibeza. Ayubu alihifadhi vinyongo, lakini alipogeuka na kuwaombea, mara alipowaombea mara tu, hali yake ya utumwa ikageuzwa. Mtaje Kristo kuwa ni tabibu wako mkuu. Mtaje Kristo ya kuwa yeye ni tabibu wako mkuu. Na uwe na imani katika jina lake. Uwe na imani katika jina lake. Imani katika jina lake. Imani katika jina la Yesu na kupa uponyaji. Imani katika jina la Yesu. Yesu mponyaji wetu. Yeye alitwaa magonjwa yetu yote, na kwa roho wake hujaza mioyo yetu. Tarajia kupona. Tarajia kwamba maombi ya imani yataleta uponyaji kwako. Tarajia ya kwamba maombi ya imani yataondoa udhaifu wako. Usitende dhambi tena. Usisengenye tena. Usijihusishe na uhalifu tena. Umekuwa ukienda usiku kuna kule kufanya uovu, ulikaribia hata kufa, na Bwana ameokoa uhai wako. Usitende dhambi tena. Mtumikie Bwana. Mtumikie Bwana. Atabariki maji yako. Atabariki chakula chako. Ataondoa ugonjwa kati yako. Ataondoa ugonjwa. Ataondoa ugonjwa kati yako. Yeye ataondoa ugonjwa kati yako. Ataondoa ugonjwa ulio ndani ya viungo vyako. Utakuwa huru kweli kweli. Utakuwa huru kweli kweli. Wakati wa maombi, hakikisha unaomba. Bwana anakuja kwako. Uponyaji na afya. Uzima na afya. Uzima katika mwili.
uzima wa roho na nafsi. Ishi kwa neno, liamini neno, shikilia neno, kumbuka ahadi zake na ushikilie. Unakumbuka maagizo yake, yashikilie. Nakumbuka matamko ya kimungu, yashikilie. Unakumbuka unabii, unashikilia unabii, shikilia neno lake. Futilia mbali tabia za kikatili. Ng'oa, ondoa, tupilia mbali. Na hiyo furaha ya kishetani itokanayo kuwaona wengine wakiteseka, unawatesa, hiyo roho inatoka kwa shetani, tupilia mbali. Fungua mlango ili kuwaweka huru waliyeteswa. Waache hao wanayoteswa wawe huru. Mtazame Bwana. Bwana ametukuka. Bwana ameinuliwa. Mtazame yeye. Uwakilishi wa Bwana kule jangwani kwa nyoka yule wa shaba hauwezi kuwa na nguvu kuliko Bwana. Waliambiwa mumtazame nyoka wa shaba, na walipomtazama nyoka wa shaba walipona. Wewe utakapomtazama Bwana aliyeinuliwa kama nyoka yule wa shaba, utapona. Kama Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba, halikadhalika Mwana wa Adamu atakapoinuliwa, ili kwamba kila atakayemwamini Mwana wa Adamu hatoangamia, bali atakuwa na uzima wa milele. Mtazame Bwana. Omba kwa ajili ya wengine. Ondoa ubinafsi katika maisha yako. Waombee wengine. Weka kando ubinafsi. Unataka kuwa na furaha? Hebu waruhusu na wengine wawe na furaha. Unataka kukombolewa? Shiriki katika ukombozi wa wengine. Unataka kuwa na furaha? Waruhusu wengine pia na wao wawe na furaha yao binafsi. Omba kwa ajili ya wengine. Mtaje Kristo kuwa tabibu wako mkuu. Mtaje Kristo kuwa tabibu wako mkuu. Mtaje kuwa ni tabibu wako mkuu. Alitwaa dhambi zangu, alitwaa huzuni yangu, alitwaa magonjwa yangu. Mtaje kuwa yeye ndiye tabibu wako mkuu. Tarajia kupona. Tarajia kuponywa. Leo tarajia muujiza wako. Wakati huu tukiwa tunaomba, tarajia uponyaji wako. Tarajia ukombozi wako. Ya kwamba mara tu jina lake litaondoa ule mkasa katika maisha yako, hilo tatizo katika mwanao. Tarajia muujiza. Usitende dhambi tena. Je, umepona? Usitende dhambi tena. Je, umeokolewa? Usitende dhambi tena. Lisije likakupata jambo baya kubwa zaidi. Kama unamwamini Bwana, hebu lizingatie neno lake hasa. Usitende dhambi tena. Kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa maana Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Na Ibilisi hutenda uovu katika miili na maisha ya wale wanaoendelea katika dhambi. Usitende dhambi tena.
Mtumikie Bwana kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote. Mtumikie Bwana. Mtumikie Bwana kwa uaminifu wote. Mtumikie Bwana kwa mikono safi na moyo safi. Mtumikie Bwana, naye atabariki chakula chako na maji yako. Kila utakachokula, utakachokitoa, Bwana atabariki. Na ataondoa ugonjwa katika mwili wako. Mtumikie Bwana. Mtumikie Bwana. Katika kanisa linaloamini Biblia, mtumikie Bwana. Na unatunza uponyaji wako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Bwana amejibu maombi yako. Bwana amejibu maombi yangu, sema hivyo. Jiambie mwenyewe, sema Bwana amejibu maombi yangu. Kutakuwepo na udhihirisho katika maisha yako. Udhihirisho katika mwili wako. Udhihirisho katika familia yako. Bwana ataondoa kila aina ya ugonjwa kutoka kati yetu leo. Je, umemuomba Bwana? Tayari amekupa. Je, umetafuta miujiza yake? Umeupata. Je, umegonga, umebisha hodi kwenye mlango wake? Mlango ule umefunguliwa na rehema na neema vinakujia. Ni nani mpokeaji wa miujiza hiyo? Upo wapi? Nauliza, mpokeaji wa miujiza yupo wapi? Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa ahadi zako. Tunakushukuru kwa nguvu yako. Tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa huruma zako. Huruma zako zitatiririka juu ya kila moja. Na mleta kila moja mbele zako. Haijalishi mlima wake, ugonjwa wake, madhaifu yake, sawa sawa na ahadi zako ambazo hazitoshindwa. Ondoa kila kitu kwa jina la Yesu. Futilia mbali kazi za ibilisi. Tupilia mbali kazi za shetani. Haribu kazi za ibilisi. Kila haja ambayo watu wako wamekuletea, Bwana, ukajibu maombi ya watu wako kwa jina la Yesu. Na pakuwepo na uponyaji kwa kila moja, miujiza kwa kila moja, ukombozi kwa kila moja, Bwana, na kuwepo na kutimia hasa sasa hivi kwa jina la Yesu. Uponyaji huu uwe ni wa kudumu. Ukombozi uwe ni wa kudumu. Miujiza iwe ni ya kudumu katika kila maisha kwa jina la Yesu. Na kuwepo na utendaji katika maisha ya watu wako sasa hivi. Uthibitisho katika maisha ya watu wako sasa hivi. Udhihirisho wa miujiza ya rehema katika kila maisha kwa jina la Yesu. Imekuwa. Umepata muujiza wako. Sema nimepokea. Imethibitishwa kwa kila mmoja kwa jina la Yesu.